Yes, mambo vipi mtazamaji na msikilizaji wa Top 5 Zaleka. Tunashukuru kwa kuendelea kuwa nasi kwenye vipindi vyetu vyote na kuwa mtazamaji bora na msikilizaji bora wa TV hii pendwa ambayo inakuwa ya kuletea burudani na habari mbalimbali za matukio tofauti tofauti hapa kwetu kamili Zaleka na nje ya kambi. Na hapa tuko naye kaka yetu Raja TZ. Raja TZ, msanii chipukizi ambaye anakuwa kivutio cha wengi. Mashabiki wanadai kwamba mbona Zaleka umekuja kumepamba. Mara tena tunakutana na wewe kwenye kipindi hichi cha kujua vipaji vinaendelea namna gani. Kwanza tunatamani tujue wewe unaimba aina gani ya muziki au una aina gani ya usanii? Mimi natumia R&B. R&B. Natumia R&B na system nyingi, natembelea kwenye mapenzi, kwenye shida, hivyo na hivyo. Namna yenyewe naimbia. Na muziki umeanza muda gani au una muda gani kwenye muziki sasa hivi? Kwenye muziki hivi nikizani naweza kuwa na miaka mitano hivi. Miaka mitano Una ubobevu kidogo, lakini sio sana. Ni kidogo kabisa. Je, umezoea kufanya uwakilishi au performance za jukwani? Nimeshawahi kufanya. Kama ngapi umeshawakilisha? I think but hivi nimeshakuwa nimepiga kama ni 8 wala 7. Za ndani ya kambi au nje? Kambini. Za kambini. Je, umewahi kushiriki kwenye matukio ya Tumaini Festival kama moja ya platform ambayo inakusanya mamia ya wakimbizi kuonesha vipaji vyao? Nimeshawahi kushiriki kwenye hii ya hapa 2025 I think. Nimeshawahi kushiriki hapa na nika perform, and then bahati nzuri just walivyokuwa wanachagua and then sikupita, ndio wakafanya. Lakini kilinihuzunisha sana kuona kwamba walichagua wale ambao wenyewe hawakuperform kwenye selection and then wakapita, so nikaona labda wanajua ni vitu ya kwao Kitu gani hasa kilikufanya wewe kuwa na moyo wa kubadilisha eneo na kujisikia kwamba una uwezo wa kuanza kushiriki kwenye tasnia nyingine na kutoboa zaidi? Kenya kilinishawishi zaidi kwa sababu nilikuwa na mkubwa wangu ambaye kwa sasa hivi anajulikana zaidi sana. Anajulikana zaidi sana, na ndio mwenyewe niliona kwa jinsi anavyofanya vitu nikaona na mimi kuko kitu ambacho ninacho naweza kukionyesha mbele ya watu, na watu wakanisupport na wengine wakasema kwamba just huyu yuko na kitu fulani. Ndio hivyo. Hivi ni kazi gani ili kuhakikishia kwamba wewe na mimi ninaweza katika tasnia hii ambayo nimeingia ya muziki? Sana sana ni ngoma zangu. Ngoma zangu zenyewe nimetoa, kwa sababu kwa sasa hivi niko na ngoma karibia 8 na zote zipo na zote ninazo kwenye simu. Sababu zingine nimeziachia tu kwenye kwa sababu kwenye TikTok and then niko na muziki kwenye YouTube niko na muziki mmoja ambao naachia, na huko mwingine ambao nataka kuachia ambao ni mpya kwa sasa, ndio nataka kuachia, na nikingana ngoma nyingi tu zikingali zipo. Ndio hivyo. Ndio kutokana na ile namna ndio nikaona niko na kitu ndani mwangu. Ndio nikaamua basi acha tu niendeleshe na hiki kitu ambacho ninacho. Raja, unamvaa nani kama role model wako kwenye usanii? Kwa maana unamwangalia nani kama kioo? Kama kioo sana sana nilikuwa namcheki like Kenzo. Na ndio mwenyewe my brother yangu. Because yeye ndo aliniinspire. Kenzo kaka yako. Ndo alinisponsor kwamba hiki kitu zidi zaidi kufanya, na hata hii asubuhi aliniambia tuonane. Hii asubuhi bado sijafika huko, ananiambia tuonane, then mimi nimekosa tu muda, ndio maandalizi yangu, then nikaamua kuja daonana naye muda mwingine ili nije kwanza tufanye hiki kitu hapa. Lakini mbona kama Kenzo ameendelea kidogo kimuziki, je, anahakikisha kwamba na wewe unafikia kwa level ambazo anaanza kuzikaribia au anakupa maelekezo tu ujiendeleze kivyako? Na sana sana ananipa maelekezo tu nijiendeleze kivyangu, kwa sababu kusema kama eti anipe support yoyote hakuna. Support najitafutia mimi mwenyewe na mambo mengine naangaika mimi mwenyewe kama hivyo. Basi tujielekeze mara moja kwa ngoma mpya inayokuja, au tuizungumzie ngoma ya wale wale. Unaisemaje ngoma na imekaaje tu? Je, pale ulikuwa unamchana mtu au watu fulani au tu uliimba kwa ajili ya ujumbe wafikie taifa nzima? Naweza sema kwamba ni ujumbe iwafikie taifa nzima, na pia ni kitu ambacho kimeshanitokea mimi. Kukoa na watu kama wale yani watu fake and then wote kumbe ambao unao wote nimeimba uhalisia wako. Nimeimba uhalisia wangu ambao walikuja kwenye maisha yako walikuwa wa hivyo tu na kutokana na hivyo na jinsi nilivyoipeleka kwa watu na jinsi watu wanavyokuicomment wakanambia just umekuwa kama umeimba maisha ya watu ambao
nikaona no, hiki ni kitu ambacho mimi kimeshanipitia, ndo nikaona no, ngoja niandike, labda hiki kitu nikisema nikiwakilishe itakuwa zaidi ya mimi ninavyofikiria. So unaona, wakati mtu anapanga muziki, anaandika muziki, anaanza kusema no, hivi vitu vyenyewe naandika haviwezi endana na mambo yenyewe nafanya, wala watu wote kuipokea kwa usalama. Lakini mtu ambapo unapokujituma kwamba hapa naachia tu kitu kiwe kizuri kiwe kibaya, basi naachia. Ndio maana nilichoamua kufanya hivyo, na Mungu sio Asumani, wakakubali ombi langu. Na sasa hivi ndo nasubiria ili niachie kwenye mtandao. Yeah. Je, kuna mtu yeyote anakuandikia mashairi ya nyimbo zako au ni wewe mwenyewe? Ni mimi mwenyewe kabisa. Na ile ngoma imekaaje tu ukaitengeneza, mawazo yalikujaje labda? Sana ni ngoma ambayo inagusa kweli kweli ya wengi. Kiukweli ni ngoma ambayo hata na mimi nilikaa chini kutokana na mambo ambayo nilipitia, nilivyoyaona, marafiki ambao nilikuwa nao, watu ambao nilikuwa nao, so nikaona kutokana na hii mambo nikaona no, ngoja nikae chini na nijaribu labda mimi kitu fulani hapa kwenye kipaji changu kenyewe ninacho, labda kwa kitu ambacho ninaweza kufanya hapa ili kionekane nimefanya kitu safi kabisa. Ndio hivyo. Laji, changamoto mbili ambazo unazihisi kuwa zinaweza zikawe kikomo au zinaweza zikasababisha matatizo ya kuendelea katika mziki wako, ina maana zile changamoto ambazo unazipitia kwenye tasnia ya mziki? Changamoto ambazo napitia, changamoto sana sana labda ni mahitaji ya pesa, pesa zaidi. Hizo ndio changamoto, kwa sababu inaomba mtu ujitume kwa kitu kingine ili uamue kwenda kuachia kitu kingine. Ndio hivyo, ndio labda sana sana inaweza kuwa changamoto kwangu kipesa hivi. Lakini Mungu sasa Asumani, japo nipo na kazi ambayo inaniletea kipato, naweka kidogo ili niendeleshe kazi yangu nyingine. Je, una management? Management sina. Unahisi kuwa ikitokea, je, mtu akijitolea kwa ajili ya kumanage kipaji chako unaweza kujitolea? Naweza kujitolea, kwa sababu ni kitu ambacho sisi wote tunakitegemea. Ni kitu ambacho sisi wote tunafaa, kitu ambacho sisi wote tunajua kwamba kitatusongesha mbele. Kama nikikuwa na management najua tu ndafika mbele, soon ndafika mbele zaidi. Unauzungumziaje mziki wa hapa kambini Dzaleka? Mziki sisi nawazungumzia tu ni kusema, nikienda kwenye wenzangu wa chipukizi, naweza sema kwamba wenzangu wa chipukizi wajua watumia akili kwenye kuandika. Wasikuwa naandika tu, kwa mfano kuko kijana mmoja hivi mwenyewe namuona kwenye TikTok siku hizi, but jina lake sijashika vizuri. Namuona ni anarukaruka. Driver huyo. Rosh Boy. Kama Rosh Boy, la Rosh Boy hao. Maana naona sasa vile wanaharibu pesa, anarukaruka, yani Waswahili wakae kwa darasa. Waswahili wanakwambia Wakingale wanaimba kwaya. Yaani kwaya zipo nyingi sana. Unaona? Kwaya zipo nyingi. Kwa hiyo wakisema wajitatamua, wasema kwamba acha na sisi tukae chini ili tuandike muziki vizuri ili tusonge mbele. Kama hao wachipukizi wenzangu, sijasema hao wakubwa wenzangu, kwa sababu hao ni wakubwa, wameshavuka hizo level zetu sisi. Unaona? Na mimi ndio maana kwa jinsi ninavyoandika muziki, naweza kuambia mimi muziki wangu ni ambao wenyewe hakuna mwenye anaweza kuandika huko Dzaleka kwenye machipukizi. Hakuna mwenye anaweza andika kama jinsi mimi ninavyoandika muziki. Kweli. Pamoja na uandishi wako na uimbaji wako, unajikuta nani au unajikuta kwenye level gani baada ya miaka 5 unayokuja katika tasnia ya muziki? Mimi naweza kujisema naweza kuwa kwenye level za Mbosso. Wasanii wale wakubwa level za Mbosso, nani huyu Mario. Wale wakubwa zaidi. Razamond. Kwenye wale mambo kama haya. Raj, una neno lolote la kuambia watazamaji na wasikilizaji wa Top 5 Dzaleka na wale wanaosikia muziki wako kimataifa? Neno tu yenyewe nitawaambia kwamba ni wazidi kunisupport na wazidi kunipa nguvu, kusema kwamba just hiki kitu ambacho unachokifanya endelesha, wala na siku zote nakwambia msanii ni kumkosoa. Na unaweza kuandika kwa kusema kwamba mimi naandika niko right, lakini kumbe wengine kifika kwa mwingine na kwamba hii hauko right. Kwa hiyo naomba tunafanya kitu ambacho una comment mwenzako kwa kumwambia no, hii kitu kile unafanya jitahidi namna fulani urekebishe hapa, kama hivyo yani. Amekuwa ni Rama, toka Rama amekuja Raj, na katika hiyo amegeuza hata mfumo wa maisha yake na kuingia kwenye tasnia ya muziki, na anaahidi kuleta mabadiliko kwenye jamii yetu ya muziki wa hapa kambini Dzaleka. Lakini pia tuendelee kusupport vipaji vyetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Dzaleka na sisi tunakuwa juu. Keep watching Top 5 Dzaleka for more updates. Thank you very much.